Sasa kwa hiyo sasa tunyoshe mikono ya mwanzo mitano. Na usiongeze. Pasco, ngoja niandike. Nikikutaja unashusha. Mayala. Sasa ilikuwa mitano, imezidi kuongezeka. Bukuku. Majura. Salim. Tunakwenda kwa umri sasa. Na Lambert. Sasa inayokuja tutaanza na wanawake. Kwa hiyo tujiandae. Kwa hiyo sasa halafu unajua okay, umesuka leo. Sawa. Kwa hiyo sasa twende. Jenda tunaiconsider. Tunakuja zamu ijayo kina mama kwanza. Mayala. Mike apewe. Alafu wengine nafikiri mmeshaanza kuona mwelekeo. Kama kuna swali unalo unaweza kuandika. Kwa sababu kama umwangalii shehe anayehubiri, anayehazini msikitini, basi lazima ujue kwamba hapa tunaelekea hitimisho. Kwa hiyo kama unaona kwamba kuna swali burning unaweza kuandika. Mayala, hujapewa mic Na pia ninaomba pongezi nimeshazitoa kwa ajili yenu. Ukipata fursa ya kuuliza swali, ukijitahidi ukauliza swali moja na straight, tashukuru. Karibu. Asante. Hello, yes. Asante mwenyekiti Balile. Naitwa Pascal Mayala. Sasa hivi baada ya kufika umri wa miaka 60 naitwa Mzee Pasco. Wale vijana mnaruhusiwa kuniamkia. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na ndugu zangu waandishi, naomba hili swali liingie kwenye off the record kwa sababu linahusiana na kamati ya ulinzi na usalama. Kwa hiyo ili nitakaloliuliza msiliandike, ili liwe off the record. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ukiwa mkuu wa mkoa wa Mbeya, yani najua namna ya kuliweka. Mimi jamani ni miaka 40 ndani ya newsroom. Kwa hiyo msiogope. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ukiwa mkuu wa mkoa wa Mbeya, ulitoa maelekezo fulani kwa RPC namna ya kuwashughulikia wale vibaka pale Mbeya. Na ukatoa kwamba mtu akiwa kibaka kuna mambo matatu anayaomba. Sasa yale maelekezo uliyotoa kwa mkuu wa mkoa wa Mbeya, kwa mkuu wa polisi wa Mbeya namna ya kuwashughulikia wale vibaka, ukajisifu kabisa kwamba hata wewe ni mtekelezaji. Kuna kibaka mmoja alipanda pale kwako, ukamshughulikia ipasavyo na ukajipongeza kwa 100. Swali ni kwamba, je, baada ya kutokea hayo yaliyotokea ile tarehe 29, wewe ukiwa kama mkuu wa kamati ya ulinzi na usalama, inawezekana ulitoa maelekezo kama yale ya Mbeya kwa polisi wetu na ndio maana wakawashughulikia wale vijana kwa namna waliowashughulikia? Asante. Asante ndugu yetu Bukuku. Tausi, naomba kuna bwana mmoja hapo nje uzungumze naye, kuna swala atakuuliza. Kwa jina naitwa John Bukuku kutoka Fushangwe. Mheshimiwa Rasi, mimi nina ushauri. Utashirikiana na Anita? Mimi nina ushauri, na ushauri wangu ninakufikishia wewe, lakini ninaamini hata Mheshimiwa Rais unaweza kumfikishia. Sisi Tanzania ni nchi ambayo inasifika kwa diplomasia nzuri na uhusiano mzuri, lakini pia kwenye kutatuzi wa migogoro ya mataifa mbalimbali tumeshiriki na tumetatua na imekwisha na imeenda vizuri. Hili jambo limetokea kwetu sisi, na sisi tuna wanadiplomasia wazuri sana wako kushughulikia mambo. Ushauri wangu mimi ni kwamba hili jambo tunaweza kuzungumza sisi wenyewe humu ndani, asihusishwe mtu mwingine yote wa nje. Tunaweza kabisa kuzungumza wenyewe na haya mambo yakaisha na tukalimaliza likaenda sawa. Lakini tukikaribisha watu wa nje, mimi na imani wataleta mambo mengine, uchafu mwingine ambao hauna maana yote. Sisi wenyewe tunaweza tukamaliza hili swala. Kwa mtazamo wangu ninavyoangalia nchi yetu ilivyo na wasomi tulionao, lakini pia na utaratibu wetu ulivyo kwenye masuala ya kisiasa na utatuzi wa migogoro, tunaweza kabisa tukamaliza wenyewe. Asante. Asante Bukuku. Mwasioke utajiandaa kwa sababu swali moja limehama likaenda kwenye ushauri. Majura.
Wakati huo mzee Salim ajiandae. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, jina langu ni Abdalla Idrisa Majura. Wewe ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa wa Dar es Salaam. Mimi na wengine tunajiuliza, vurugu hizi za Oktoba 29 ziwe ziliratibiwa ndani ya nchi, ziwe ziliratibiwa nje ya nchi, kamati ya ulinzi na usalama mlikuwa wapi mpaka msigundue? Kwa sababu Tanzania inasifika kuwa na intelijensia nzuri sana kuwahi matukio kabla hayajatokea. Sasa nyinyi mlikuwa wapi mpaka haya yote yakafanyika mpaka hiki kiwango tulichokiona? Na mwisho umesema kwamba watu wanazidisha chumvi katika kuripoti, wanazidisha vitu ambavyo labda havikutokea. Nikukumbushe, Mheshimiwa Benjamin William Mkapa alikuwa ni mwandishi mwenzetu. Alisema mwandishi unapomnyima habari, unampa fursa ya kuandika habari alizonazo. Sasa kwenye matukio haya kuna habari nyingi zikitafutwa hazipatikani. Mheshimiwa Chalamila, unategemea waandishi waandike nini? Asante. Asante. Ana, nafikiri hapo kwa sababu uko jirani. Asante. Mimi ni Ana Mwasioke wa TBC. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kabla ya vurugu za tarehe 29, ni wazi kwamba wengi wetu tulikuwa mashuhuda. Mtandaoni mambo yalikuwa yako moto kweli kweli. Lakini kama Watanzania hatukuamini kwamba chochote kitatokea tarehe 29. Kwa hiyo tukarelax kama taifa, mimi naweza kusema, kwa sababu kila mtu anawajibika hapa. Sasa hivi mambo yanaendelea pia mtandaoni kuelekea tarehe 9 Desemba, na sio siri, kila mtu anaona. Na jana ujuzi msemaji wa Jeshi la Polisi ametuambia mambo mengi ambayo yanajadiliwa huko mtandaoni. Sasa wewe ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, unatuhakikishia vipi usalama hiyo tarehe 9 Desemba, ama mmejipanga vipi ili tusipuuze kama tulivyopuuza Oktoba 29? Asante. Kwa hiyo unataka atoe password mzee Salim amekaa hapa mbele. Naomba apatiwe mic mzee Salim amekaa hapa mbele. Kwa hiyo mnataka atoe password Okay. Na ushauri, mimi naitwa Salim, mjumbe wa kamati ya uongozi ya TEF. Na ushauri na swali. Kwanza, ningependa sana RPC angekuwepo, nampe salamu. Zamani IGP wote waliopita, Shahidi Hamza Azizi, walikuwa hawatoi press release. Press release maana yake unataka kuficha kitu. Kaa mbele ya umati, zungumza na upate nafasi ya kuuliza swala. Kwa hivyo waambie askari jeshi la polisi, ni vizuri wakati wanayo taarifa kwa maswala muhimu wakatoa nafasi ya na wao kuulizwa maswala. Sisi waandishi wa habari sio tape recorder au messengers kupokea hayo mnataka nyie tu. Mtupe nafasi ya kusema. Pili, na kuomba wewe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa uambie na viongozi wenzako, hawa wote unaoona waandishi wa habari na sisi wahariri, kuna division of labor. Hata mwili wako, mkono na kazi yake, mguu na kazi yake, mdomo na kazi yake, na vinginevyo kazi zao sisemi, nazijua wenyewe. Karibu. Kwa hivyo tunaomba mtuheshimu katika division of labor, kama mwili wa binadamu wenyewe unavyoheshimiana, kama pua ina nini, mdomo unakula tu. Tumeona hapa kile jambo hamuingilii sana, isipokuwa watu waandishi wa habari. Na mmezungumza sana baada ya sheria. Sheria mwenyewe viongozi muonyeshe. Tumewahi kuona watu wanavamia vituo vya redio moja kituo chake huyo. But those people who did it are above the law. Sasa ikiwa nyie wasimamizi, nitakayopo askari polisi huyo, mnakuwa ndio wasimamizi wa usalama wa mali zao, hamuonyeshi mfano. Umezungumza wewe hao wanavaa ninja, sio nini, mask Kwa mbona polisi wetu wanavaa hukusema hapa? Sasa swali ni kwamba ni ushauri kwamba nyie viongozi, kama kweli mnataka watu watuamini wa kuaminini, basi musiwe above the law. Kama hiyo kuvaa ninja, ombia wasivae. Haya, Lambert yuko pale.
Mzee Salim, mara ya mwisho kuvaa kama ninja ilikuwa lini? Karibu Lambert. Asante sana mwenyekiti na asante sana mheshimiwa mkuu wa mkoa. Naona swali langu la msingi kabisa ameligusia ndugu Majura. Nini kilitokea Oktoba 29? Hamkuwa na taarifa mpaka vurugu zikaanza, na namna gani mmejipanga kuhakikisha hakitokei tena Disemba 9, pamoja na kwamba mnatuhakikishia kila wakati kwamba tupo salama. Lakini jambo lingine umezungumza hapa kuhusiana na vichocheo ambavyo vinapelekea vurugu, maandamano na mivutano kati ya serikali na baadhi ya wananchi. Hauoni kwamba pia kauli zenu viongozi ni sehemu ya hasira kwa wananchi, majibu mnayoyatoa na namna mnavyowasiliana nao? Kwa mfano Mheshimiwa Rasi, wakati tukiwa kwenye changamoto ya amani, mtandao wa internet ulikatwa. Wewe ulipoulizwa kuhusiana na mtandao wa internet ukasema hatuli internet. Ulionyesha kama si kitu muhimu, lakini wakati huo huo waziri wa mambo ya nje alionyesha kwamba internet imekatwa kwa sababu za kiusalama. Kauli kama hizi, majawabu mnayotoa na namna mnavyowasiliana nao, hauoni kama ni kichocheo kimojawapo cha hasira? Umezungumza kuhusiana na mashine mpya za kuswap kwenye mabasi yaendayo haraka. Ni mashine kama ngapi, zitagharimu kiasi gani, na mpaka sasa mmefanya tathmini kujua wananchi wa kawaida wameharibiwa mali kwa hasara kiasi gani na serikali imeingia hasara kiasi gani? Asante sana. Na ushauri mwingine, tunaomba sana mjitahidi kutoa majawabu kuliko majibu. Asante. Kibanda na ndugu yangu Shebe hawajaulizwa swali lolote, pamoja na kwamba wenyewe ndio walikuwa wachokoza mada. Sasa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ikikupendeza kamera ajibu hapa au kule? Wanaomba ujibie hapa ili waweze kupata picha vizuri. Karibu. Asante sana kwa maswali ambayo yameulizwa. Nikianza na kaka yangu Mayala, amechukua historia ya kule Mbeya na namna ambavyo historia ile inaweza kuwa pia imetumika na maarifa yake kwa tarehe 29. Kwanza ni ukweli usiopingika kwamba nyakati zote kiongozi wa umma anapofafanua jambo huwa anaweza kufafanua jambo basing ama kutokana na kile ambacho ni mbobevu nacho. Mayala, kwa lugha nyepesi tu, ni kwamba ukiniangalia vizuri pale Mbeya, jambo ambalo nilikuwa nafafanua ni kwamba mtu anakuja kwako wewe ukiwa umefunga mlango na umelala. Huku nje yeye ana silaha na hata wewe ndani una silaha. Anapokuja kufungua mlango wako bila ridhaa yako, kinachozungumzwa pale ni kwamba kwa tafsiri unadhani anataka kufanya nini. Nikasema la kwanza, ame-aim kuiba. La pili, kwa nini ana silaha? Ame-aim kudhuru au kuua. La tatu, kwa nini wewe ulikuja kuomba kibali cha silaha kwa mkuu wa mkoa? Kwa nini ulikuja kuomba kibali cha kwa mkuu wa mkoa? Ili kupitishia uwe na silaha, ili kujilinda dhidi ya nini? Dhidi ya nini? Sasa mtu ameingia pale ndani, amekukuta wewe pia umejibanza katika kuhakikisha unadhibiti. Kuna makubwa mawili yatatokea, ama wewe kudhibitiwa au wewe kudhibiti. Na kwa mantiki hiyo, katika hiyo philosophical sequence ambayo mimi nilikuwa naizungumzia, nikawaambia kama wewe huko ndani, huyu mtu kaingia yuko na mapanga, anataka kudhuru wewe, is up to you utakacho decide. Lakini if I were me, nitakuwa na majibu yangu pia namna decision. Lakini katika kusema hivyo, na mimi nilikuta, na sio utani, Iringa niko ndani, hao watu wameingia, unafanyaje? Na umeomba silaha ya kujilinda. Sasa hayo nafikiri ndugu yangu Mayala, kwa uzoefu wako unaweza pia kudraw conclusion from these premises. Lakini sasa, je, ni maarifa yale yamekuja kutoa maelekezo huku? Hapana. Naomba pia katika kufanya hivyo
tuelewe kwamba tarehe 29 kama walivyosema nyinyi, hakuna mtu aliexpect. Vyombo vya dola vilishakuwa na full information, na hata nyinyi pia mlikuwa mnasikia kwenye TikTok na mahali pengine pote. Sasa tunapokwenda kwenye chaguzi, katika hali ya kawaida unaweza kukamata watu ikaleta tafsiri tena kwamba unataka uchaguzi wako uwe na viashiria vya intimidations, kuwakamata wale ambao unadhani labda ni watu ambao ni majiant wako na vitu vingine vya namna hiyo. Sasa kama chombo cha dola nacho kina weredi wake, pamoja na kuwa na full information ya intelligence yake kwenye mitaa yake, kilichokuja pia kutokea ni ushahidi pia kwa umma kwamba kumbe kila taarifa tunayoipata sio tu tunaweza tukasema hebu tuache kwanza hawa watu kufanya jambo hili, lakini kumbe inatakiwa sasa kudili nayo perpendicularly ili Watanzania wawe na usalama wa kiwango cha juu. Sambamba na hili, ndugu yangu Mayala, kwenye kitu kimoja tunaita kwenye moral theology, kuna kitu kinaitwa conscious objector. Conscious objector ni pale ambapo mimi kama regional commissioner naweza nikamwambia, let's say RPC, nachukulia mfano, hebu kamata huyu. RPC anasema afandarasi, nafikiri naomba tu nishauri kwamba ngoja nijiridhishe tu na mambo mawili matatu halafu natekeleza hilo. Kwenye moral theology inaitwa conscious objector, kwamba unapokea jambo lakini unali object kwa sababu ya sababu ambazo zipo kitaaluma. Kwa hiyo kwanza, sio kweli kwamba jeshi la polisi huwa linafanya vitu chochote kila ambacho mtu unaweza kumwelekeza jeshi la polisi anafanya. Sisi kama viongozi mnafahamu sisi hatushiki silaha, nadhani hilo mnalijua, kwa maana kiutawala jeshi la polisi liko ndio linadili na masuala yake ya silaha. Mimi kwangu katika utawala natumia mbinu nyingi. Moja, natumia mbinu za kuonya, natumia mbinu hata za kukutisha wewe ndugu yangu Mayala, kama bwana shauri yako ukienda huko kuna moto huko. Umeomba kapo. Polisi hana muda huo sana wa kukuambia, kwa sababu yeye ndio anayekwenda field in case of anything. Hata mwanao pale nyumbani akitaka kuiba au kufanya, nitakuchapa. Lakini wakati huo anasema bwana sikiza, nitakata mkono huo. Hata kama sio kweli kwamba utakata mkono. Lakini ni hotuba ambazo wakati fulani you wish watu waweze kukuelewa, waweze kujua hatari inayoweza kuwepo mbele, ili mwisho wa siku tuweze kwenda vizuri. Lakini polisi wana uweredi na wana miko yote ya kikazi, na hawawezi kufanya tu kama watu ambavyo huwa wanaweza kudhani kwamba polisi anafanya tu. Polisi hawezi kufanya tu, kwa sababu kwanza hata bunduki yake anayoishika, risasi zilizopo katika kila bunduki alionayo, anaisaini asubuhi, anaisaini jioni. Mimi pale nyumbani hata nikiwaambia piga paka huyo, anakuja ananifuata, samani mkuu, naomba wasiana RPC mara moja kwamba kuna risasi moja itaondoka, kwa sababu najua lazima nitafungwa na nitaulizwa nimefanyia nini. You see that issues? Kwa hiyo kuna weredi mkubwa sana katika masuala kama hayo. Kwa jambo lile lilitokea wala ni kinyume kabisa na yale mambo ya kihistoria ya kule Mbeya. Na utawala ni jambo la context. Kila mahala unaweza kufika mahali concept ya kibaka haipo. Nafikiri unafahamu wakati ule Mbeya ilikuwa unachuna ngozi, unafanya hiki. Dar es Salaam hiyo concept hamna. Dar es Salaam nakuja na vitu vingine. Dar es Salaam tunazungumzia si mbolea, si mtu kaiba mbolea. Dar es Salaam mtu hawezi kuiba mbolea, anaiba hela. Kwa sababu mbolea hana sehemu ya kwa ni mambo ya namna hiyo. Kwa ndugu yangu Bukuku, ameshauri mambo mazuri ya uwepo wa diplomasia hapa ndani. Jambo hili ndugu yangu Bukuku, na kama ambavyo umeona jambo hili pia na namna lilivyotokea, watu wengi tunazungumza. Anazungumza waziri wa mambo ya nje, anazungumza mkuu wa mkoa, anazungumza IGP, anazungumza mkuu wa majeshi na kadhalika. Zote hizo ziko kwenye protokoli zake. Sasa ushauri ambao umeuchukulia ni kweli. Wapo wana diplomasia wakubwa sana. Kwa mfano, moja wa watu ambao wapo kwenye ile tume kina Balozi Ombeni Sefue ni wataalamu wakubwa sana, pia wamekaa huko kwenye mataifa, ni miongoni, nasema ni miongoni, ni mfano tu. Lakini pia hapa ndani tuna utajiri mkubwa sana. Na nadhani kwa kuwa hii iko live, hata viongozi wangu pia wanaweza kuwa pia wamesikia. Na hata ile tume ambayo pia imeundwa, ukiangalia vizuri ni combination ya hapa ndani. Ukiangalia kwenye nyaraka zile inasema iwepo watu wa ndani na watu wa nje. Nafikiri jana kama mmeona kwenye YouTube, kwenye WhatsApp zetu, kuna kitu fulani kamerushwa kutoka United States of America.
kama mmekaona kama kitu fulani hivi. Nafikiri kama mnasoma pale, nendeni mkapige mstari mahali fulani hivi. Vikwazo katika dash. Sawa. Sasa yale na masuala yale ya report, human rights reports, ile ni kitu cha kawaida. Kila mwezi watu wanajaribu kuripoti na kuiangalia nchi iko wapi katika masuala ya utimizaji wa malengo ya haki ya binadamu. Je, wana comply ama wa comply? Ni taarifa za kila mwaka, za kila mwezi, alafu kuna quarterly report. Sasa sisi zile, waziri wa mambo ya katiba na sheria, waziri wa mambo ya nje ndio ambao sasa baada ya zile ripoti wanazifanyia kazi, alafu wanazifafanua kwa undani na kuhusiana na masuala haya ya bilateral relationship ambayo taifa la Tanzania tunayo na wenzetu wa Marekani na vitu vingine. Sasa hii nafikiri mtaendelea nyinyi wenyewe ku connect dots kidogo, alafu mtakuwa mnaelewa vis-a-vis na hotuba pia Mheshimiwa Rais, alafu mtaanza pia kidogo kufunguka na vitu vingine vinavyo. Lakini huo ni ushauri ambao ni mzuri sana pia kutumia vyetu vya ndani. Ndugu yangu Majura, umeuliza utaratibu wa uratibu wa haya yote matukio. Je, hatukujua? Nadhani nimechukua kidogo swali langu lile la ndugu yangu Mayala. Mnajua katika kila taifa huwa lina kacha zake. Yaani sisi hapa kwetu vipo vyombo vingi sana ambavyo vina package ya intelligence. Kuna jeshi la polisi lina package ya intelligence. Kuna TIS wana package za intelligence. Kuna jeshi wana package za intelligence. Kuna vyombo vingine vya dola vina package ya intelligence. Kuna wenzetu wa uhamiaji wana package za intelligence. Na vitu vingine vyote vya namna hiyo. Sasa ukiangalia jambo hili kwa kufafanua tena zaidi, nilikuwa nazungumzwa sana. Yaani ukiangalia tutachoma vituo vya mafuta, na akatokea bwana mmoja na ana ndevu hivi akasema mkachome vituo vya mafuta vya Lake Oil kwa sababu vile ni vya Jakaya Mrisho Kikwete. Nafikiri kama mlikuwa mnaona. Lakini sasa unajua unapochukua hizo package za aina zote, na wale vijana pia ukiwauliza wao vizuri sana, ukiwauliza wale vijana vizuri sana, wanasema bwana, sisi tulipoingia barabarani tulikuwa tumesimama barabarani namna hii na tulikuwa tuna codes zetu. Lakini anasema sisi tulipoingia pale tukaona gari pale la jeshi pale na nini limesimama pale, tukaaminishwa kile tulichoaminishwa kwamba jeshi la wananchi liko pamoja na sisi. Mmeelewa hapo? Jeshi la polisi, jeshi liko pamoja na sisi. Sasa baada hapo tulipoona jeshi liko pale, basi tukasema tuendelee na kazi kwa sababu jeshi la wananchi liko pamoja na sisi. Sasa wananchi huko wanasema, umeona ni kweli jeshi la wananchi liko pamoja na hawa wahalifu. Lakini ukweli ni kwamba nyinyi mnafahamu jeshi la wananchi lina taratibu zake za hata namna kushika silaha, kwa sababu misingi yake ni ya kulinda raia wake. Jeshi la wananchi muda huo, na ndio maana hata wizara yake inaitwa Wizara ya Mambo ya Ulinzi. Polisi anaitwa Wizara ya Mambo ya Ndani. Huyu ana deal na kumanage na situations hapa ndani. Huyu ana deal na mambo mengineyo tofauti kumipakani na kila kitu. Katika hali ya kawaida hawezi ghafla tu ameshashika bunduki muda huo anaanza kuzuru hao watu, hapana. Na ndio maana sisi kwetu katika mkoa wa Dar es Salaam tuliposikia kwamba wanataka kwenda kuchoma matenki, wanataka kwenda kuchoma stendi ya Magufuli, na kwa sababu wameshachoma vituo vya mwendokasi, tukasema basi kweli watachoma. Tukadeploy vikosi vyetu kadhaa vilinde miundombinu ambayo ikitakapozimwa itakuwa ni hatari kwa taifa. Tuliposikia pia wanataka kuchoma TANESCO, hapa sisi TANESCO Dar es Salaam tuna TANESCO hapa sisi kwetu, tuna hizi gas plants ambazo tunazalisha si chini ya megawatt 952, kwa maana Kinyerezi 1, Kinyerezi 2 na extension, kwa maana Ubungo 1, Ubungo 2, Ubungo 3 na kule Tegeta megawatt 952. Na sisi Dar es Salaam tunafanya consumption ya megawatt kama 650 only kwa mwezi, kwa tunafanya megawatt hizo, na zinapanda kidogo na kushuka kidogo kwa 19% kwa sababu ya situation ambayo itakuwepo. Sasa sisi hapa ile miundombinu yetu itakapolipuliwa, maana yake Zanzibar yote inazima, kwa sababu sisi ndio tunaopeleka umeme kule. Sasa gesi ile itakapolipuliwa pale, gesi ile, mtu wa mwisho kabisa hapa kupona anaweza akaanzia Mlandizi. Mlandizi. Sasa nafikiri kwenye philosophy, kwenye sheria mnafahamu kwamba je, uache hayo mambo yote yalipuliwe au umanage kwa unit ndogo ili taifa kubwa liwe salama. Ni principle ya sheria ipo tu. Je, as a regional commissioner then nafanyaje? Ni kweli nilisikia mambo hayo na ni kweli wameact, na ni kweli kisheria tunasema hapa pamechomwa au hapa pamefanya namna hii, then what next?
na nyamaza kimya kwamba jamani, sasa waacha taifa lolote liungue. Je, nitafanya nini mimi kama mkuu wa mkoa? Manake na mimi taifa linapoungua na mimi nakuwa nimekushaungua. Sasa hebu fuasi matenki ya Kigamboni yameshalipuliwa. Fuasi stendi ya Magufuli imelipuliwa. Fuasi watu wanasema kwa nini internet mlizima? Nendeni pale pale cha TCRA. Wali attempt pale kuchoma kwenye kile kibanda cha mlinzi. Nini kicho kwa kinafuata? Kwa mitambo yote iwe on pale. Mnazungumzia tu hiyo mambo ya internet. Lakini Tanzania hapa pia sisi tuna mamlaka ya anga. Inafanya kazi gani na mitambo yake iko sehemu gani? Nadhani walipotoka pale mnafahamu. Walikuwa wanasema tunaelekea Kinyerezi kwenye mitambo ya gesi, veza vitu tunaelekea airport. Then ndege pale zikishalipuliwa hata moja, kuna uchumi tena hapo wa kuingia na kutoka. Sasa tunaweza tukalaumiana kwa namna tulivyoweza au kwa namna tunavyoendelea kumanage. Lakini pengine sote tusingelikuwa hata hapa tunazungumzia hayo. Kwa hiyo hayo vyote hivyo kama ambavyo nimekwambia kwamba intelligence hata muda huu swali hili ambalo limeulizwa ndugu yangu Lambert kwamba vichocheo vyote hivi tunavijua, vyote hivyo vipo. Na ndio maana nakuta sasa hivi tutakavyokuwa inaweza ikawa tena tofauti na tarehe 29. Tutakavyokuwa inakuwa tena tofauti na tarehe 29 namna tutakavyo deal na vitu vyote hivyo, kwa sababu ndani ya jeshi pia kuna weredi, kuna kujipanga, kuna kuwa na utulivu, kuna kushauri, kuna kuendelea kuonya na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa hiyo misingi ya ulinzi wa taifa letu naombeni, na kwa ujumla nikijumlisha na swala dangu kwamba tarehe 9 Disemba, je, tuko salama au tuko salama? Sisi tunaendelea na masuala ya ulinzi. Na kama ambavyo nyumbani kwako ama katika taifa letu unasema jamani hatumhitaji kibaka, lakini unashangaa kuna mtu jirani anasema wameniingilia jana wameiba TV. Ukienda hiyo sasa wameniingilia jana wameiba TV au wameiba kitu hiki. Mhalifu wa namna hii sio kwamba anakuwa hayupo, anakuwepo. Anakuwepo kabisa ndani humu, anakuwepo. Na sisi tunaendelea kumanage mambo hayo yote katika mbinu zote, kama ambavyo jeshi la polisi pia jana limetoa ufanuzi wa kutosha sana. Tunaendelea na masuala hayo yote, na nimeona watu wanakwenda kule mikoani, wanakwenda mikoani. Mimi nadhani mikoani tusikuze sana mambo. Wanakwenda mikoani kwa sababu ni kawaida mwezi wa 12 watu kuwa na likizo. Ni kawaida mwezi wa 12. Mwezi wa 12 watu wanakwenda kwa ajili ya Christmas, kwa ajili ya mwaka mpya. Huwa tunaona mwezi wa 12. Lakini naomba pia niwaambie kitu kimoja. Kama kweli kuna adui atakuwa amefanikiwa sana akigundua tumeingia woga. Uoga ni janga kubwa. Akikutisha ukatishika. Na ndio maana Mheshimiwa Rais katika hotuba yake alisema kwa namna yoyote bado tutaendelea kulinda taifa letu. Kwa hiyo hilo ndio jambo la msingi sana. Na baba yangu Salim kutoa nafasi, nimelipokea hili. Nimelipokea na kwamba hakuna mtu ambaye yuko above the law. Tumelipokea na lazima tulifanyie kazi. Na kaka yangu pia Lambert alichokuwa ameuliza kuhusiana pia na kauli pia za viongozi. Kwa mfano anasema hata mimi nilisema hatuli internet. Kwa kweli sikumbuki kama nilisema hatuli internet. Inawezekana pengine labda umenichanganya na nilisema hivi. Nisema sawa. Basi inawezekana ndio yale niliyosema, utulivu kisha kuwa sio mkubwa sana inakuwa pia tatizo. Lakini unaweza pia ukajikana mwenyewe. Kwa hiyo maana kuna watu pale walikuwa wanasema wametekwa, wameishauliwa. Sasa lazima pia as a regional commissioner utoke pia uweze pia kuzungumza. Kuna watu ambao wakikuona hata wewe regional commissioner wanapata wana heal, wanapona kwamba kumbe basi tupo basi. Umeelewa na vitu vingine vya namna hiyo. Na kauli tutaendelea pia katika kuboresha haya. Lakini kama nilivyosema, kuna siku moja nilikuwa Temeke. Ile ngome ikaleta zogozogo kweli kweli, na nikasema sasa hapa ndio watakuwa wamefanikiwa kabisa. Asubuhi na mapema kabisa natenguliwa hapa. Nilikuwa nafafanua issue ya mama moja, kama mnakumbuka mama moja si mjamzito na nini. Lakini kiukweli ni kwamba ukianzia mwanzoni ambako nilikuwa nazungumzia, nilizungumza tu kwamba
akina mama watemeke na akina baba ninyi, jana mmetoka na 100,000 kwenda kucheza ngoma za vigodoro au kwenda kwenye ulevi. Halafu ukiwa mjamzito unakwenda hospitalini ukiwa jana umeacha shilingi 100,000 kwenye ngoma ya kigodoro. Halafu unakwenda hospitalini unaambiwa, bwana samahani, hapa mimi mwenzio nimeishiwa gloves, hebu saidia shilingi 20,000 tununue hapa gloves. Halafu wewe unatoka nje unampigia mkuu wa mkoa kwamba hii ni haki au sio haki. Sasa my intention haikuwa namna ilivyokwenda kwenye chombo au kwenye hizo nani. My intention ni kuonyesha kwamba tufundishe watu wetu kufahamu kwamba lazima katika afya, hata kama serikali inaweza kugharamia masuala hayo yote, lakini bado wewe mwenyewe lazima uwe conscious pia na afya yako binafsi. Kwa sababu kama jana pesa ikukuuma kwenye bia na unajua kabisa kwamba una kisukari na kimepanda kwa sababu ya bia ulizozidisha jana, unakwenda hospitali kwenda kuomba dawa, na unapoambiwa bwana zimeisha, hebu subiri kwanza, na kama unavyojua sukari inaweza kuleta hasira, unaanza pale pale kupaniki na ukasahau kwamba jana umetumia 100,000 kwenye mambo yanayokuja tena kupandisha sukari. Sasa hoja msingi ni nini? Ni kama wazazi mnavyoona huku mashuleni. Mzazi, toa chakula kwa mtoto, anasema serikali inalipa ada bure. Elimu bila ada haimaanishi ni elimu bure kabisa. Chakula ni wewe mwenyewe mzazi, matibabu ni wewe mwenyewe mzazi, nguo ni wewe mwenyewe mzazi, sijui kama kuna vituition sijui vya ziada kwa ajili ya mwanao kujua jambo zaidi, ni wewe mwenyewe mzazi. Lakini kwenye ada tu. Lakini sasa ukienda pale mzazi unakuta anasema mimi siwezi kutoa chakula. Sasa mwisho wa siku kama mzazi unasema, je, mtoto wa chini ya miaka 10 kweli akae njaa kama mimi mtu mzima? Hapana, lazima tufanye jambo hili. Kwa hiyo mambo haya naomba hata sisi wenyewe waandishi wa habari ambao mpo hapa tujitahidi sana pia kutokengeusha ile maana halisi ambayo inaweza kawa imezungumzwa. Halafu kuhusiana na masuala tathmini, kiukweli ni kwamba waliopata athari ya mambo haya sio mtu mmoja wala sio watu wawili, ni wengi. Ukiangalia hasa njia za Tegeta, ukiangalia kwa ndugu yangu Mpogolo hii njia kule Segelea kule, ukija vile vituo vya mafuta, ukija ni watu wengi. Na tathmini ambayo kwa sasa inaendelea kufanyika ni ili kutengeneza ripoti sahihi ya kufikisha sasa kwenye mamlaka na kuweza kushauriana zaidi. Na hata kwenye hivi vituo vya mwendo kasi, unajua pia kuna hatari yake moja, ndugu yangu Lambert. Yaani mimi naweza nikasema kwa nia njema tu kwamba mashine zinagharimu, let's say nachukulia mfano kwamba mashine labda zinagharimu shilingi milioni 100. Nachukulia tu mfano. Kutoka hapa tena nikaibua tena mjadala kwamba umeona wanatumia faida ya maafa haya kujizidishia procurement. Kwa hiyo haya mambo aminini tu kwamba tunafanya procurement ya dharura, lakini kwa kuwa na weredi na kuwa na cost conscious katika taifa letu. Na wakati huo yapo mambo kama alivyosema Mheshimiwa Waziri Mkuu, huwa hakuna haja sana ya kufafanua mpaka nukta, kwa sababu pia ya usalama, kwa sababu pia ya interpretation pia ambayo inaweza kaja tena baadaye na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa hiyo as of now zipo taarifa ambazo zinaweza kuwa ni msaada na zipo taarifa ambazo ni beyond necessity, kwamba kinachotakiwa hapa ni mwendo kasi au ni mabasi yarudi barabarani. Kwa namna gani, how sasa tunavyokuja kupima sasa kwenye objectives, kwa sababu tunapewa muda. Manake malengo yote lazima yapimike, kwamba nyinyi mtakuja kutupima, je, jambo hilo ni sawa? Lakini lazima iwe realistic, lazima iwe measurable, lazima iwe realistic, lazima iwe time bounded, lazima kuwe kuna muda, lakini lazima kuwe na vitu vingine vya namna hiyo na hizo specifics. Kwa sisi tumejipa muda kwamba ndani ya kipindi hiki tutafanya 1 2 3. How ndio hizo means ambazo sisi tutakwenda kuzifanya. Na ndio maana leo tutatoa taarifa kwamba hata mabasi ya mwendo kasi yale machache yamekushaanza kufanya kazi. What it means or what it implies ni kwamba vipo vitu ambavyo tayari vimeshafanyiwa kazi. Nadhani hayo ambayo nimeulizwa. Tunakushukuru Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na ni wazi kwamba kumbe maelekezo ya Mheshimiwa Rais yanatekelezeka
na mabasi yameanza kurudi kwenye uendeshaji. Tulisema wataanza kina mama. Kwa hiyo kina mama wamenyoosha mikono. Zeramula, mama yule pale, jina lako anaitwa nani? Swaumu. Swaumu. Kina mama wengine sasa tulikubaliana kwamba kina mama ndo wanyoshe. Aya, Kido. Kuna mama kule. Na kama kuna maswali kwa ndugu zangu wakuu wa wilaya walioko hapa basi yule wa miradi hayo, jina nikumbushe. Regina. Ila Vaidera. Kwa sababu wewe ni mgeni kwenye TEF Rwenyagira. Sasa wengine naomba tulete kwa njia ya maandishi. Mzee Deo Mushi, ulikuwa na swali? Kuna watu ambao kwa umri unawapa heshima ya pekee. Mzee Deo Mushi apewe nani? Lakini hujaangukia kwenye kundi la kina mama, utakuwepo. Aya, sasa tuanze na Zeramula, nafikiri ana mic tayari. Asante sana mwenyekiti. Jina langu ni Esther Amandu Saumu, subiri kidogo. Esther Amandu Zeramula. Asante, na wewe mnajitambulisha hivyo hivyo. Swali la kwanza, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesisitiza kulinda amani na umoja wa taifa. Sasa mkoa wa Dar es Salaam umechukua hatua gani za kudumu ili kuimarisha mshikamano wa jamii baada ya vurugu za Oktoba 29? Swali la pili, kuna mpango gani wa kuimarisha uchumi wa vijana kupitia ajira? Jamani, tuwe na demokrasia, biashara, tuwe tayari kusikia hata tusiotaka kusikiliza. Karibu. Kuna mpango gani wa kuimarisha uchumi wa vijana kupitia ajira, biashara ndogo na uwezeshaji ili kupunguza mazingira ambayo yanaweza kusababisha machafuko? Asante sana. Asante Esther. Sasa tunakwenda kwa Swaumu, anayo mic tayari. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa jina naitwa Saumu Hassan, natokea Manara TV. Ni kama serikali inajibizana na TEC, kwa nini msichukue ushauri kuliko kujibizana? Na kwa maelezo yako, je, pengine unatamani Padri Kitima afikishwe mahakamani? Swali la pili ni kwamba mnamo Oktoba 29 mtandao ulizimwa. Pengine kuna mtu anajiuliza, tutarajia pia Disemba 9 utazimwa, lakini mtandao wa TikTok haujakaa sawa mpaka sasa hivi. Pengine ni tamko la serikali ni nini hasa? Samahani, hiyo TikTok haijakaa sawa, imekaaje? Yani huwezi kuingia mpaka uwashe VPN. Huwezi kufungua. VPN ni nini? Lakini endelea. Swali lingine, natamani kujua ni lini mwendo kasi itaanza hasa rasmi, yani kwa ujumla. Asante. Aya, twende. Mike ipo upande gani ili nijue ipelekwe kwa Regina pale, alafu unaweza kumsogezea dada Kido. Samahani, kaka Kido, maana alinyosha kwenye hilo kundi. Regina, wakati unauliza Kido awe ana nani, anasogezewa Mike. Asante. Mimi napenda kuuliza kama serikali inafahamu vijana wanataka nini. Napenda kujua kama serikali inafahamu vijana wanataka nini na wanataka nini. Alafu swala la pili, mpe huyu. Napenda kujua kwamba kwenye swala la kujihami kwa askari, hakuna kitu kingine cha kujihami zaidi ya silaha za mabomu ya machozi na silaha za walizokuwa wanatumia recently kwenye Oktoba 29. Asante.
Asante Regina. Kido una mic. Asante, mimi naitwa Hafidh Kido, mhariri wa Taifa Tanzania. Nataka tu kuweka jambo sawa kwa kaka yangu na dada yangu waliozungumza awali kama wahariri. Inaonekana kama tunazungumza wenyewe. Kwa sababu kuna kisa kifupi, naomba nikiseme mwenyekiti, tumia muda mrefu. Kuna mtu alikuwa anaamini yeye ni mtama. Alikuwa anaamini yeye ni mtama yeye. Mtama au mtama? Mtama. Au mtama hujulikani jamani? Anaamini yeye ni mtama. Kwa hiyo akiona kuku anakimbia. Wakaja watu wakampa counseling, wakamwambia wewe ni hivi, wewe ni hivi, wewe ni hivi, baadaye akaelewa, akakubali. Alipopiga hatua mbili akatokea kuku akaanza kukimbia. Akaambiwa vipi? Akasema mimi mmeniambia lakini kuku hamjamwambia. Kuku hamjamwambia kama mimi sio mtama. Kwa hiyo tunazungumza sisi wenyewe wahariri, waandishi wanazungumza sijui nani, lakini kuna wale Gen Z nadhani nao pia wapewe nafasi. Lakini na wewe ni Gen Z umo. Yes. Wapewe nafasi nao wasikilizwe, halafu haya mazuri ambayo yanafanyika na serikali, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanafanyika. Mimi na wenzangu nakaa nao najaribu kuwaelewesha, hawanielewi, lakini naelewa kwa nini hawanielewi. Kwa sababu kuna fursa nyingi sana. Ukienda nje ya Dar es Salaam ukizunguka, mtu anakuambia sijui miundombinu, lakini mtu hajui kwamba nchi nzima imeunganishwa na barabara. Hajui kwa sababu mwisho wa safari yake ni Morogoro. Umeelewa sio mwenyekiti? Kwa hiyo nadhani kuna haja pia sisi tusijifungie wenyewe kuzungumza, tutafute nao hao watu tuwape nafasi ya kuzungumza nao. Asante. Asante. Kido ni mtama. Nadhani Chief Makunga hawezi kukosa neno na busara yake wakati tunahitimisha, kwa sababu Kido hajauliza swali. Tuende kwa David. Asante Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi ni David Roikiza Runyagira, ni mhariri mkuu wa Wasafi. Mimi nina maswali mawili madogo sana. La kwanza, ili mtu apate watu wa kuwatumia ni lazima apate watu sahihi, wasio na cha kupoteza. Nataka nifahamu hawa vijana ambao wanaishi nje barabarani, unakuta ameishi miaka 15, miaka 10, miaka mingapi, mnajua wako wapi sasa na wanatumikaje? Si umeelewa swali langu? Kuna vijana wanaishi mitaani, wanalala wa mitaani, wameishi kwenye mazingira magumu miaka 10, miaka 15, wanalala kwenye mabarabara, wako wapi? Baada ya hapo wakipotea, mnajua wako wapi na wanatumikaje kwa sasa? Swali la pili, na hili linatokana na pongezi, kwa sababu mara nyingi wakitokea watu kwenye mitandao, hata juzi ulisuluhisha mgogoro mmoja wa mama mmoja wa nyumba. Wakina mama wakilia unakwenda haraka unakwenda. Kuna mwananchi wako mmoja kwenye mitandao ya kijamii alitajwa kutekwa, kwa sababu umezungumza swala la kuteka hapa. Mwananchi wako mmoja anaitwa Polepole. Na mama yake alilia kidogo. Nataka kufahamu, umeenda kumtembelea na mwananchi wako mpaka sasa una taarifa zake? Haya. Sasa tunakwenda kwa Mzee Deo Mushi, tutahitimisha na Chief Makunga. Msuya unaweza kuandika. Asante. Nashukuru. Mheshimiwa Rais, ningeomba uclarify kitu kimoja vizuri zaidi. Kwa hii hofu ya tarehe 9, je, kwa hii Deo Mushi wa Pioneer Communications, kwa hii hofu ya tarehe 9, je, kutakuwa na curfew kama ilivyokuwa, au nawaambia wakazi wa Dar es Salaam watoke siku hiyo wakahemee kama kawaida na wafanye shughuli zao kama kawaida, hakuna hofu yoyote? Na naamini mzee utakuwa hujaenda Moshi. Sasa kwa Chief Makunga tunahitimisha. Huyu hapa mbele hapa. Mwenyekiti, asante. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nimemsimamisha huyu Mzee Makunga kwa sababu karibu tulivyo humu wote, ukiacha Mzee Salim, wote tumepitia mikononi mwake, walio wengi. Unaweza ukasimamisha hapa zaidi ya 90% tumepitia mikononi mwake. Kwa hiyo sehemu zozote ambapo huwa tunaona kwamba kuna ugumu, Mzee Malichera alikuwa anasema matingatinga. Sasa huyu mzee wetu ndo tingatinga letu. Anaanza kidogo anasema una nani? Karibu unani mzee. Asante mwenyekiti. Na ni mwenyekiti wetu mstaafu, samahani nilikuwa sijalisema hilo pia. Karibu. Asante. Mimi
maoni yangu kutokana na discussion ya leo yataelekezwa kwa yale ambayo amezungumza Kibanda na Joyce. Mimi kama mhariri mstaafu naomba niseme tu kwamba niko frustrated. Mimi kila siku nyumbani saa 1 naangalia Channel 10 na East African TV. Saa 2 naangalia ITV, naangalia Azam na naangalia na Star TV. Siangalii TBC. Sincerely. Uangali? Kwenye ratiba yangu haiko TBC. Lakini msikilize jamani, msikilize. Muone uwezo alionao, anaangalia TV 3 kwa wakati mmoja. Haya, tuendelee. Navyoangalia ITV, naenda naangalia Azam, alafu kuna kipindi muda fulani naangalia na Star TV. Nina wasiwasi kwamba hakuna specialization kwenye media zetu. 2, hakuna agenda setting kwenye media zetu. Na 3, media planning hakuna. Nakumbuka wakati niko Mwananchi tulikuwa na agenda setting tunafanya na media planning. Tulikuwa tunakaa kwa mwaka mara moja, tunajua kwamba itakapofika mwezi fulani tutakuwa na story fulani, na hiyo story sio lazima iwe investigative, lakini inaweza kuwa ni developmental story, kwamba ni story fulani kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Kwa mfano, tulikuwa na planning ya kuangalia ujenzi wa barabara za Tanzania kutoka Mtwara mpaka Kagera. Ile tulifanyia utaratibu, waandishi wakaenda wakafanya wakawa interview watu, ikawa story, na tukaipanga kabisa kwamba hii itatoka mwezi Mei, na ilitoka mwezi Mei. Sasa nikiangalia siku hizi, kwa sababu muda mwingi niko nyumbani, specialization hakuna. Mwananchi kulikuwa na specialization, tuna develop specialization, desk la education, desk la political desk la business. Siku hizi nikifika pale nikiangalia, nikawauliza, je, mna madeski haya? Yamekufa. Maana yake ni kwamba hata reporting yetu ni shallow. Kwa hiyo kama editors tuangalie media planning yetu tunafanya, na kama tunafanya tunaelekea wapi. Lakini mimi reflection ninayoipata kutoka kwenye hizo media ambazo nilikuwa naziangalia, ila niseme ukweli, TBC huwa naangalia, ila nilikuwa naangalia. Kwa sababu nikiwa na tatizo mimi nampigia Esther, naona nampigia hata huyu Ana, nampigia Joel, namuuliza mbona hapa kuna hivi. Kwa hiyo naangalia vyote, ila we have to go back tuangalie namna gani tunaweza tukafanya na media planning, lakini kwa sasa hivi tunatetereka. Asante. Asante Chief. Nadhani mtakubaliana na mimi, tumpigie makofi kwamba ilikuwa muhimu kuwa naye, na pengine ila leo ulisema la planning, japo leo ni tarehe 5, kwa hiyo tunaweza internally, hatutakaa wote hapa kusema kwamba kila chombo cha habari kilete plani yake, lakini kama moja wapo ya take home points kwamba tunavyokwenda, Kamanda Muliro ametupa fursa ya kuangalia jinsi gani tutakavyoshirikiana na jeshi la polisi katika kipindi hicho. Kwa hiyo hapa tukiondoka tuna jambo la kufanya, hiyo planning, alafu polisi reach out kwao ili kujua kwamba hiyo fursa ikitolewa tutaitumiaje, nani ataingia, kwa utaratibu upi. Tuna muda mfupi,
lakini nadhani tukilifanyia kazi tunaweza tukawa na ripotaji nzuri zaidi kuelekea hiyo tarehe 9 na baada ya tarehe 9, kuliko ambavyo hatutofanya alichosema Chief Makunga kwamba hatuna planning. Asante sana Chief. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nikukaribishe. Nashukuru sana ndugu yangu Balile na mawazo kutoka kwa wahariri. Swali lilotoka kwa dada yangu Zeramula, moja, kuhusiana na jitihada za kuimarisha uchumi kwa vijana wetu, ni swali zuri sana, na ninaomba ninukuu hotuba Mheshimiwa Rais aliyoitoa wakati wa kufungua bunge la 13. Inasema, jambo jingine tuliloahidi kulitekeleza ndani ya siku 100 za awali za kazi ni kuchukua hatua za kuongeza mitaji kwa ajili ya shughuli za kiuchumi za vijana na wanawake kwa kutenga shilingi bilioni 200. Serikali inaendelea kuangalia njia nzuri za kuimarisha mfuko huo kwa lengo la kuongeza ufanisi kwa walengwa, mwisho wa kunukuu. Lakini pia naomba ninukuu pia hotuba hii pia Mheshimiwa Rais, na nukuu kwamba tuliahidi kutoa ajira za fani ya sekta ya afya na elimu. Leo ikiwa ni siku ya 12 tangu muhula huu wa pili wa awamu ya 6 uanze, tayari tumetangaza nafasi za ajira 7,000 za walimu na nafasi za ajira 5,000 za watumishi wa afya. Hatua hii ni ya mwanzo kujibu kiu ya wananchi ya kuboresha huduma za afya na elimu. Na kwa mantiki hiyo, jambo la tatu lililopo katika mikoa yetu ni kuendelea kustrengthen ule mfuko wa 10% ambao tunaamini bado nao hautoshi, kwa sababu ile ni 10% ya 224 ya 442, kwa maana ya 4% kwa yale makundi yote matatu. Na jambo jingine katika kuimarisha uchumi, tutaendelea zaidi kushirikiana na sekta binafsi, private sector. Na katika hili private sector pia itakuwa na mchango wake mkubwa. Sasa tunaunganishaje jamii pia ili tuendelee kuwa kitu kimoja? Hotuba za Mheshimiwa Rais, hotuba za Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini sisi wenyewe pia na wenzetu hawa wakuu wa wilaya, wakurugenzi, wote katika mkoa wetu, hata kitendo tu cha mkuu wa mkoa kukana wahariri wa habari, ni approach pia ya kuendelea kuhakikisha taifa linaendelea kuwa moja. Kwenye masuala haya huwezi ukahutubia kila mtu. Tunatumia vyombo vya habari kama diskosia ya kufikisha ujumbe kwa jamii iliyolengwa, kwa maana kama channel ya kufikisha ujumbe kwa jamii iliyokusudiwa. Na kwa mantiki hiyo tunaendelea kuhakikisha kwamba jamii zetu hizi tunakuwa nazo kitu kimoja. Na ndio maana ukiangalia pia hotuba Mheshimiwa Rais namna alivyoizungumza, anasema hivi, naomba ninukuu. Anasema, kwa kuwa wananchi wa Tanzania wamenipa ridhaa ya kuendelea kuiongoza nchi hii, sitachoka kunyosha mkono tena, mkono wa maridhiano. Ni matumaini yangu kuwa wadau wa kisiasa wataupokea, kwa dhati mkono wa maelewano, ili kwa pamoja tujenge mazingira mwafaka kwa maendeleo ya taifa letu. Kwa kunukuu zaidi, sitachoka kunyoosha tena mkono wa maridhiano. Hii ni approach kubwa kwa kiongozi wa taifa, kuonyesha moyo kwamba lazima tuendelee kuridhiana ili tuijenge jamii iliyo moja. Kwa sisi kama watendaji wa chini tutaendelea kutekeleza maelekezo hayo ili jamii ya huku chini iendelee kuwa kitu kimoja. Jambo la pili la Swaumu ameuliza kuhusiana na serikali kujibizana na teki. In fact it's not true kwamba serikali inajibizana na teki, si kweli. Teki wameandika waraka wao, nimeuacha pale, mapema baada ya Mheshimiwa Rais kuwa amekwisha hutubia bunge. Na mambo ambayo wameyasema, moja ilikuwemo mambo ya katiba na mambo mengineyo ya namna hiyo, ni miongoni mwa mambo ambayo yamekwisha elezwa katika hotuba ya Mheshimiwa Rais. Waraka wa teki ni wa kiushauri,
na yamo mle ndani mambo ambayo yamekushazungumzwa katika hotuba hii. Wala haikuwa lazima kwamba teki waseme kwamba Mheshimiwa Rais ndani ya siku 100 ameahidi kuanza kushughulika na masuala ya katiba. Lakini pia wangeweza pia hata kusema, kwa maana kama ni kunukuu katika kitu chenye mwelekeo mpana wa kujenga taifa letu. Kwa yale ambayo Mheshimiwa Rais ameyachukua, hata ujenzi wa katiba mpya sio wazo la Mheshimiwa Rais, ni wazo la wananchi. Na wananchi wanapokuwa wanayawaza mambo hayo, yeye maana ya kazi ya serikali is to take people's demands and to aggregate. Kufanya aggregation of people's demands. Manake moja ya kitu ni kwenda kwenye hiyo mwelekeo wa katiba. Lakini swali kubwa, na hapa wanasheria wapo, tunaiunda katiba inayotaka kujibu nini? Yani ni katiba mpya. Tunaweza tukaja kwetu tukadraft katiba, tukaiacha ile katiba mwaka 1997 ambayo wakati fulani watu wanasema tunafanya amendments by muddling through, kwa maana kama vile kwa kuchukua kipande hiki na kuweka kipande hiki amendments. Lakini kilichopo sasa ni kwamba tunakwenda kuunda katiba mpya kabisa completely, ambayo inaifuta katiba ambayo ipo sasa. Sasa wataalamu wa sheria hao ndio watakao tuelekeza. Kuunda katiba mpya is not a big deal. Na wala katiba inaweza wala isiundwe na kila mmoja mpaka aulizwe anachokitaka. Katika mataifa mengi duniani kote, katiba imeundwa na watu wachache sana, lakini ambao wamefanya research za kutosha katika taifa, na vitu ambavyo wanadhani vinapaswa kuingia katika katiba kuwa kama maagano ya kudumu ya katiba. Sasa swali lilopo ni kwamba tunataka kuandika katiba yenye mwelekeo gani? Kwa mfano, kijana huyu amemaliza chuo kikuu leo, amekaa huku mtaani, hajapata ajira, na ana hela zetu, let's say kwa mfano alikopeshwa bodi ya mkopo. Jambo hili kama ni moja ya malalamiko ya Watanzania hawa vijana, tunadhani ni jambo gani katika katiba leza likajireflect kwa hoja hiyo? Kwamba kwa mfano wakati ule Libya, kijana ambaye hana ajira, anasubiri ajira mpaka atakapoajiriwa, ilikuwa inasemekana kwamba watu wanalipwa, vijana wanalipwa labda $200 au $300 na serikali yake. Mfano, sina uhakika sana, lakini nilikuwa nasikia hivyo, sijafanya uperuzi wa kutosha. Tanzania tunadhani katiba mpya tutakayotarajia kuiunda iseme nini sasa kuhusu? Kwa hiyo hoja kubwa, katiba mpya ya mwaka huu, ukiniuliza mimi, inaweza kuwa tofauti na katiba iliyopendekezwa ya wakati ule wa kina Mzee Warioba. Kwa nini? Kwa sababu katiba tunayoitaka sasa iseveza vi maridhiano. Sasa kama ni veza vi maridhiano, mwaka ule wakati wa katiba ile pendekezwa kina Mzee Warioba hakukuwa na kitu kinaitwa maridhiano. So if today tunaingia kwenye hayo maridhiano, basi hayo maridhiano yanayotamkwa yawe pia ndio msingi wa kuweza kuiunda hiyo katiba mpya. In connection na hili, ndugu yangu, dada yangu Saumu, kwa hiyo nakiri kwamba serikali haijibizani hata kidogo. Waliotoa hii mielekeo ni teki. Niliona wale Waislamu, kama mliona yule shehe alisema tutachinjana vichwa, na mimi kama mkuu mkoa nikaonya, nikasema hapana, tusiende mwelekeo huo. Kama kuna hoja tujibizane kwa hoja. Lakini zaidi pia nimeona kuna jumuiya maridhiano ya ndugu yangu Sheikh Musa, wameeleza pale hoja nzuri kabisa ya kuweza pia kuichukua kama mfano pia wa kuweza. Kwa hiyo vyombo vya dini, mwelekeo wa Mheshimiwa Rais ni kwamba viendelee kutumika kama nyenzo nzuri ya kuweza pia kuunganisha wanajamii na serikali yao, na kama kuna jambo tunadhani linatakiwa kuwasilishwa katika njia ya aina yoyote ile, basi malengo yake yawe ni yale yale ya kwamba hatumegi taifa bali tunaliunganisha taifa letu. Na Mheshimiwa Rais kurejelea waraka wa teki, kwanza ni kuona kwamba ameusoma. Lakini mbili, katika kusoma huku kuna jambo hapa la tatu liliulizwa na ndugu yangu, au kabla sijaenda huko ndugu yangu Saumu vile vile alizungumzia kwamba tunatamani na Dr. Kitime apelekwe mahakamani. Unajua iko hivi, mimi leo nikija kuambiwa kwamba nimeiba mali ya umma, mimi leo kama Chalamila nikiambiwa nimeiba mali ya umma, na kuna mtu ambaye ananiambia kabisa mimi nimeiba mali ya umma, ninao wajibu wote wa kumshtaki ili aweze kuprove beyond reasonable doubt kuhusu wizi wangu. That's my right. Shirika linalotamkwa ni shirika la Tanzania na ni shirika la serikali, wala sio private sector entity, ni shirika la serikali.
kwamba lilizima umeme ili muuaji au aliyekusudia kudhuru, maana tujui kama alikuwa na dhuru ili auwe au alikuwa na dhuru. Hayo ni mambo mengine sasa kwenye mambo ya kisheria. Huyu aliyedhuru alikuwa kwenye conspiracy, wali conspire na TANESCO. Sasa hii ni allegation. Hili ni jambo ambalo lazima pia liweze kushughulikiwa katika mustakabali huo wa kisheria, kwa maana kwamba tumepata wazo, tumepata idea sisi kama viongozi wa serikali kwamba kumbe kulikuwa kuna vijana wetu ndani ya TANESCO wamezima umeme bila kutuambia, kumbe walikuwa na wanashirikiana mhalifu. Hiyo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, nitakapomuuliza mtendaji wa TANESCO akisema hapana, sisi hatujawahi kufanya jambo hilo, maana yake ni kwamba jambo hili haliwezi kuisha kienyeji. Lazima pia tutoke kwa umma tuweze pia kuzungumza kwa Kiswahili kingine kuhusiana na mambo haya. Kuhusiana na kuvamiwa, mimi sipingi wala hata kidogo. Mtu huyu kavamiwa. Jeshi la polisi linaendelea na masuala hayo ambalo wao walizungumza. Lakini ukimsikiza pia Father Kitima naye na mawazo yake, ana opinion zake kama pia mtu katika taifa letu. Kwa hiyo nachoweza kuhitimisha hapa ni kwamba kama jambo lote huna uhakika nalo katika kulizungumza, basi usilizungumze, kwa kuwa katika kulizungumza naweza likaibua jambo jingine ambalo likatuumiza zaidi kuliko kutuunganisha. Amezungumza pia ndugu yangu Swaumu kuhusiana na masuala ya mtandao, kwamba TikTok hazipatikani na mambo ya VPN. Anyway, mimi sio mtaalamu sana huko. Tunaweza tukatafuta pia platform ya kukaa labda na mkurugenzi mtendaji wa TCRA, nyinyi kama wahalili, halafu sasa tukaenda in detail. Umezungumza mambo ya VPN. VPN unajua ni Visual Private Network. VPN. Na VPN unapoingia kule lazima uwe na IP, lazima uwe na ID yako inayokutambulisha huko. Na yenyewe pia ina hatari zake pia, kwa sababu ni mfumo wa nje huo, sio mfumo wetu sisi. Sasa TikTok na vitu vingine mimi kwanza hata TikTok sijai hata kutumia mara nyingi sana. Sasa wataalamu watakutuongoza kwamba kama ulivyosema, mtaalamu alisema ni kwa sababu mambo ya kiusalama, ni kwa sababu ya mambo haya, ni kwa sababu ya mambo haya na mambo mengine. Kwa hata TikTok kuwa down au kuwa vinginevyo, pengine ni jambo ambalo pia linaweza likashughulikiwa. Na nimeambiwa kwamba TikTok ni miongoni mwa kitu pia ambacho kinatumika pia wenzetu kutangazia biashara, si kufanya nini. Lakini vile like ikawa sio biashara tu, ni miongoni pia mwa mtandao pia uliotumika kuhamasisha haya. Kwa hiyo ina effects zote. Ipo huko mambo ya kiuchumi, tupo tena kwenye mambo mengineyo huku tena yapo. Kwa hiyo hayo nafikiri naweza nikawaahidi kwamba nitakapokaa na mkurugenzi mtendaji wa TCRA kwa ridhaa yake anaweza pia kuturuhusu kutupa knowledge hii ya mambo ya TikTok vis-a-vis mitandao, VPN na mambo mengine namna hiyo. Lakini vile vile ndugu yangu Regina, umezungumzia masuala ya vijana, hasa tunajua wanataka nini. Kwenye mtazamo, ukiniuliza mimi naweza nikasema ni kama vile najua wanataka nini. Lakini ukija kwenye swali la ndugu yangu amesema kwamba tusipuuze. Jambo la kwanza lazima ujue, hivi unayekaa naye ndio huyo kijana ambaye, kwa jambo la kwanza ni lazima ufahamu, ubainishe kama ni kweli ni kijana huyo unayekaa naye ndiye huyo mwenye madai hayo. Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, lazima ufahamu hiki ambacho kijana tunasema anakidai ndicho hicho anadai kijana, ndicho anachokidai. Alafu jambo la tatu, tuegemeze hoja yetu katika nini. If we call it back kwenye tarehe 29 ndio tuje tuseme, kwa hiyo haya ndio sasa kwamba yalipelekea kule. Kwa sababu lazima sote sasa twende kwa pamoja. Kwa mfano, nasema kijana anasema ajira. Nasema tu kwa mfano, anasema ajira. Let's say Lake Oil ana vituo vya mafuta 150. Nachukulia tu mfano. Na kila kituo kimoja kina watu 10. Nachukulia mfano. Watu 10 hawa ni miongoni mwa vijana ambao walikuwa wanadai ajira, na kwa bahati nzuri kwa private sector ya Lake Oil wakaajiriwa. Sasa hawa vijana wanaotaka ajira na mfumo wa ajira ndio waliokwenda kuchoma kituo cha mafuta chenye vijana wenzetu walioajiriwa. Mnyororo wa ajira wale vijana wetu 10 katika kila kituo mara 150, huo ni mfano tu. Kuna vijana tayari wako frustrated katika mfumo huo wa employment, not less than even 300 au 500 au 1000. Je, kwa concept hiyo vijana gani wanaodai hicho kinachoitwa ajira
in connection na hawa waliochoma kituo cha mafuta kinacholeta ajira. Thinking yake hapo lazima iwe broad, lazima iende mbali, na ndio maana ya tume sasa inakuja kwamba sisi tunadhani wanataka ajira, sisi tunadhani wanasema wanachukia jambo hili, hebu to prove beyond reasonable doubt ni kweli haya ndio ambayo bado wanayo au ni tofauti. Halafu pili tuje tuseme, unaweza tukamsimamisha kijana hapa akasema jamani, mimi ni kweli ni kijana ambaye nataka hayo, ila kiukweli kusema la moyoni sio mimi niliyefanya yale ya wizi wa mali na kuchoma vitu. Tayari akapelekea kukaa kuna shifti ya paradigm hiyo, kwa maana kwa kuna muhamo wa ruwaza wa huo ukweli tuliokuwa nao awali. Kwa cha kwanza tukishabainisha exactly, kwa sababu wataalamu wanasema a problem that is well stated it is almost half solved. Tatizo lote lile ukilipata vizuri, ukaristate vizuri, automatically it is almost halfway umekusha resolve. Ukipotea njia ya kutokulijua tatizo, you will never reach kwenye destination ambayo ni sahihi. Kwa hiyo kwa kuwa ninyi wahariri pia mko hapa na huu ushauri ambao ameutoa ndugu yangu hapa, jana tulikuwa kwenye moja ya vyuo vikuu, tumekwenda pale kuzungumza na vyuo vikuu, lakini modality yetu ilianza na sisi kuzungumza, alafu awamu ya pili inayofuata wao watazungumza. Ni kundi la vijana, lakini hatusemi ndio waliofanya mambo hayo, yapo wanaoyalalamikia wao. Na serikali nayo kwa mfano kama hapa kusema tunatenga bilioni 200 kwanza kufanya hivi, ni mtazamo wa awali wa kwanza kutibu ile kiu ya demands ya kundi la vijana. Kwa hiyo ndio ambayo tunaiangalia. Lakini jambo la pili kwamba hakuna namna nyingine ya kuweza labda kulinda. Ndio maana mara kwanza nimesema jeshi la polisi na vitu vingi. Yaani unafanya huwa kuna zile pranko, ni zile sasa kama narusha juu, ni kama risasa kuna rubber bullets, kuna nini, kuna hizi risasi za kawaida, kuna mabunduki, kuna mabomu, kuna madubu shagana, vitu vingine vya namna hiyo. Sasa ndugu zanguni, katika masuala ya ulinzi kama nilivyosema awali, yana wanakuambia nature ya enemy atakuamulia hatua za kufanya. Mmenelewa mpaka hapo Nature ya enemy atakuamulia nini cha kufanya. Kwa maana kwamba atakuamulia utumie aina gani ya silaha na ufanye vitu gani. Lakini jeshi la polisi na vyombo vingine vya dola vina vitu vingi sana katika kulinda taifa letu. Yaani tuseme tuanze kudemonstrate, itakuwa sio ulinzi tena, bali itakuwa ni kama uoneshaji sasa wa vitu ambavyo tunategemea katika ulinzi wa taifa letu adui asivijue. Wanawaambia vijana wanakujaga kuomba mambo ya bastola ya ofisini, tunawapitishia. Lakini unakuta anakunywa pombe mahali ameweka kabisa kakiuno hivi ili ile silaha iwe inaonekana. Yeye kwake anafikiri ni sifa, watamuogopa. Ile silaha aliyonayo katika masuala ya kiusalama inaweza kutumika ile kumjeruhi yeye. Ile kumjeruhi yeye. Na kwa mantiki hiyo kwenye yale makundi kama ambayo tulikuwa tunazungumza, sisi tukiwa ndani au tukiwa tunajiandaa kwenda ndani, jeshi la polisi halikuwa hamlisha watu kusalenda bunduki zao za mifukoni dhidi ya jambo hili. Unajua kwa mfano sisi tunapokwenda Ikulu au akija bosi wetu kama rais, waziri mkuu, nani, cha kwanza tunachokifanya kama una silaha unasalenda. Cha kwanza. Ili kwamba kama kuna jambo la aina yoyote basi mpiganaji namba 1 atakuwa ni wao wenyewe. Lakini kwenye mambo haya jeshi la polisi wala alikuwashurutisha watu kusalenda silaha zao. Swali, zilitumika ama hazikutumika? Tume hii inaweza kwenda mbali zaidi, ikashauri mambo mengi zaidi, alafu tukapata majawabu ya namna kuboresha. Kwa hiyo hata tume tu yenyewe nayo ni healing process ya kuweza kupata exactly hivi tunajua vijana wanataka nini, na hao vijana wanaotaka nini ni wepi hasa. Kwa sababu ndani ya vijana hao unaweza kukuta wanagawika, ni wepi hasa wanaotaka nini hao, ni wepi. Na je, ni vijana kweli? Yaani msemo huko ni vijana. Je, ni vijana kweli ndio wanaotaka? Yaani vijana kweli? Na tunaposema ni kijana, ni definition ya kwa mujibu wa sera za taifa, ni kuanzia umri gani? Ni kweli kwamba tukibainisha vitu vyote hatuji kuona kuna mtu yoyote anaye above that age naye alikuwa katika mkumbo wa kutaka jambo fulani? So hizi zote ni questions ambazo as of now ni paradox, as of now zina contradict, lakini mwisho wa siku tunaamini
zitapata majawabu. Kwa hiyo kwa kusummary tu, tunafahamu wanachotaka vijana. Mimi ukiuliza nasema kwa kweli mpaka sasa nafahamu wanachokitaka vijana. Lakini tunafahamu tunafahamu vijana wanachokitaka katika hali ya amani. Lakini pakichafuka very likely kukata na kuna mahitaji mengine ya ziada. Sasa ndio maana Mheshimiwa Rais ameanza hapa. Anasema hebu tuanze na hatua ya ajira. Tuanze na hatua ya fedha katika mfuko maalum. Lakini tuunde wizara ya vijana. Sasa ndugu yangu Nanauka, waziri wangu wa vijana, wana wajibu sasa wa kukaa na kusuka mipango yote na kuitengeneza wizara ili sasa watuongoze ni vijana tunakwenda nao namna gani katika kupata opinioni zao. Kwa hiyo wizara ile ina jukumu kubwa sana sasa la kujibu zaidi. Tunamfahamu kijana huyo ni waziri wa vijana. Je, ndugu yangu waziri, unamjua kijana huyo unayekwenda kumuongoza ni yupi? Mwenye hisia gani, ideolojia gani, kila kitu. Then after we hit on the ground running. Tukishafanya namna hiyo. Na jambo jingine la ndugu yangu tumeshajibu. Jambo la David, vijana wa mtaani wako wapi na wanatumikaje? Hii unao ni ushauri mzuri. Umeuliza swala lakini pia bado ni ushauri mzuri. Unajua serikali kwa mfano hapa kwetu Dar es Salaam tuna kile kituo kule unavyoelekea kule airport kule wapi kule. Nafikiri kile kituo kiko kwa Mpogoro nadhani. Kile kituo cha wale vijana wa mtaani wale. Kile kituo kimejengwa na serikali. Huwa wanakusanywa, wanapelekwa, wanakusanywa, wanapelekwa. Lakini ndugu zangu, huu mji huu ni kitendawili wakati fulani cha ajabu sana. Juzi tumemkamata kijana mmoja pale. Kama mliona hata kwenye TV sijui nini, kavaa ndala, anatembea chini. Anatembelea magoti. Huku kavaa visocks. Hiyo picha niwahi kuiona ilisiwi kwa nchi gani, lakini juzi wale jamaa wakawa wamemshtukia sababu ngoja. Kamata, toa soksi, fanya hivi kidogo, kajamaa kakasimama. Tumekwenda pale Riverside pale. Kuna bwana moja mwaka gani ile alikuwa amekusanya walemavu. Anawachukua kabisa huko mtaani. Anawachukua, anakaa nao pale. Nani mradi. Wanakwenda napita, wanaomba. Wakati huo wapo watu ambao hao mnaosema vijana hao, unaona hao. Tumekuja pia kubaini wengine wanalelewa wako kwenye mikono ya watu. Sasa tunaendelea kufuatilia na kuyadhibiti. Lakini sasa kwa sababu ya huo ujanja wa hii miji yetu hii, basi unakuta linajiofu linakuja. Sasa wenzangu nilikuwa nawaambia, sasa hapa nadhani tubadilishe gear. Twende sasa kwenye jambo jingine. Lakini pia utakapokwenda pia utasikia. Kaambia mnakwenda kinyume na haki za binadamu. Sijui kuna jambo hili. Sasa unakuta ni mambo fulani ambayo wanasema mtoto wa mtaani. Lakini ukiniuliza mimi kifilosofia, mtaa uzai. Yule ni mtoto wa mtu. Lakini mtu ambaye hajatimiza wajibu wake. Tumekwenda pale Temeke jana, hospitali Amana. Ni Ilala ile Amana. Tumekakuta katoto fulani kana mwezi kama mmoja. Bahati mbaya kamezaliwa kana ulemavu. Nilikuwa na waandishi wa habari. Kwenye wodi ambayo ni tunaita ngozi kwa ngozi kwa ajili ya kumsaidia mtoto kupata joto na kuweza kupata kilo za kutosha tangu kuzaliwa kwake. Yule mama baada ya kujifungua yule mtoto akajifanya kama anakwenda uani nini moja kwa moja masafa. Akakimbia. Kuna dada moja anaitwa Rukia amejitokeza. Yuko nako pale kitandani mpaka ile katoto sasa kamepata zile kilo za kutosha. Kwa hiyo kilichopo ni kwamba yule Rukia amekubali yule mtoto kuwa wa kwake. Nimetoa ahadi pale juzi nikasema yule Rukia sasa tumwangalie kwa kila anachohitaji, tumsaidie kwa sababu ya wema wake wa kumlea na kumfanya yule mtoto kuwa wa kwake. Sasa huyu mtoto ameachwa katika umri ule. Na analaumiwe kwa haraka tunamlaumu mama. Lakini baba yuko wapi? Lakini sijui jamii, vitu vingine vingi sana. Kwa sababu wakati fulani unaweza kukuta tunamlaumu lakini kumbe ni mtu mwenye ugonjwa wa akili na vitu vingine vya namna hiyo. Amekumbuka kwenda hospitali kujifungua ili mtoto awe salama, yeye akalala mbele. Ni vitu fulani vya namna hiyo. Kwa hiyo wakati fulani unapolaumu kitu
unatakiwa uwe wa mwisho ili kuweza kujua sababu mbalimbali. Sasa hiyo ndio ambayo tunaiangalia sana kwa sasa ili kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Vijana wa mtaani. Kwa hiyo hili nafikiri na sisi tulichukua zaidi kutengeneza data vizuri ili kuhakikisha kwamba vijana hawa tunawa monitor na mwisho wa siku wasiweze kuwa na madhara katika taifa letu. Lakini pia nimeulizwa swali hapa kwamba unafahamu kijana wetu Polepole alipo na labda tumefanya nini, tumesha labda kwenda kumtembelea yule mama. Yeah, in fact mimi kama mkuu wa mkoa, katika matatizo ndani ya mkoa yako mengi sana. Yani huwezi kukwenda, yani you can't foot everywhere and let your legs wet. Katika kukwenda kila mahali wewe unakwenda tu kila mahali, hiyo sasa itakuwa sio administration, sio utawala huo. Lakini ukweli ni kwamba Polepole si alikuwa balozi. Mimi kama mkuu wa mkoa sielewi alijiuzuru akiwa nchi gani. Na mimi kama mkuu wa mkoa hakuna sheria yote inayosema ukitoka kwa balozi uje uripoti kwa mkuu wa mkoa sasa kwa ajili ya usalama wako. Sina hizo profile. Wewe mwenzangu ulivyokuwa unasikia kwamba Polepole yuko si wapi, na mimi nilikuwa nasikia hivyo hivyo. Na napokuja kusikia kwamba sasa Polepole sio amechukuliwa, na mimi nasikia tena vile vile. Kwamba kumbe alikuwa Dar es Salaam. Mtu mmoja ananionyesha kamera kamoja kanasema alikuwa anasema hapa ni wapi? Lakini wakiangalia wanasema hapa si pale kwenye ile sanamu ile, si ndio? Lakini nikasema sawa, sasa kwenye sanamu inawezekana ikawa ni picha iliyopigwa leo, iliyopigwa jana. So generally ni kwamba sina connection yoyote nayoweza kuifafanua sana kuhusu maisha ya ndugu yangu Humphrey Polepole. Lakini kikubwa na mimi nimekuwa mfuatiliaji toka kwenye YouTube, anachokieleza kuna siku amenitaja pale na nikasema ngoja ni check na mimi kwenye YouTube. Nikaona tu huku kote hakuna kitu kinachokuonyesha hata kibao tu kwamba hapo ni wapi, hamna. Basi linalo nihusu na mimi nikalichukua na mimi nikaendelea kulifanyia kazi. Basi kwa hiyo majibu yaliyotolewa na jeshi la polisi kuhusiana na mambo yote haya yanayohusiana haya, basi tuwape muda kama ambavyo wameahidi katika masuala ya kiuchunguzi kujua alikuwepo, alikuwa nyumba gani kama ambavyo imetamkwa na vitu vingine vya namna hiyo. Sisemi kwamba jeshi la polisi limepuuza. Jeshi la polisi ni wavumilivu, wataendelea kufanyia kazi. Na kama nilivyosema, upelelezi wa jambo lote ni issue ya teknolojia. Pengine Marekani anaweza kupeleza jambo lake very likely ikawa quite different na mimi ninaweza kupeleza jambo langu kwa sababu mambo ya teknolojia. Leo kwa mfano tulivyokuwa tunaangalia sisi Dar es Salaam, jambo lililoibiwa au vitu vilivyovunjwa tunavipata kwa sababu ya footage ya mtu aliyefunga kamera. Why about ambaye hakufunga kamera? Tunaanza kubishana. Hata kwenye mipira. Zamani mnakumbuka, tulikuwa tunajipigia tunajibutulia tu.